Sisi kazi ya Bunge ni kuja kuisimamia serikali, kuja kuangalia shughuli zile ambazo mnapokuja kuomba bajeti mnakuja kuwasilisha mbele ya Bunge. Sasa leo kamati ya Bunge imekuja kujiridhisha, kuangalia yale ambayo mliomba mmefikia wapi. Hii kazi mmepewa dhamana kwa niaba ya Watanzania. Kamati ya Bunge imefurahishwa sana kwa kitendo cha mamlaka ya shirika la reli kuanza kufanya ukarabati na kuasembo vichwa vya treni hapa nchini. Zipo faida kubwa ambazo zinatokea kwenye maeneo haya. Moja ni kupunguza gharama zile ambazo serikali ingezitumia kubwa kwa kichwa ambacho kimekuja moja kwa moja. Lakini pili, mnatoa ajira kwa vijana. Vijana wetu ambao wapo hapa, asilimia kubwa ndio wanaofanya kazi kubwa, tofauti na wale wataalamu ambao wametoka nje ya nchi. Kwa kweli tumefarijika kuwaona vijana wakishiriki bega kwa bega kutengeneza uchumi wa nchi yetu kupitia shirika la reli. Tunawapongeza kwa kazi ambayo wameifanya, na tumeona maelezo ya kwao, jinsi wanavyoeleza, unawaona kabisa kwamba kuna kitu wameiba kutoka kwa wataalamu. Kamati yetu, huu ni mwendelezo wa ziara yake kawaida, ambapo jana ilikuwa bandarini pale Tanga, iliona shughuli zetu, ikaenda kwenye uwanja wa ndege wa Tanga unaojengwa bilioni 8.6, na leo walipofika leo hapa kwenye eneo letu la Pugu moja. Shughuli ambazo zinafanyika hapa ni kuunganisha hizi vichwa vya treni, ambapo kamati imeshangazwa, imefurahishwa na imepongeza sana jitihada za Dr. Samia Suluhu Hassan katika kuendelea kugusa sekta ya uchukuzi. Mara baada ya kuwa tunajenga kilomita zaidi ya 2290, sasa amehamia kwenye vitendea kazi. Tulikuwa na vitu vya jumla 8, viwili vilishaanza kutengenezwa huko Malaysia, 6 tukasema vifanyikie hapa. Na vitu hivi vinavyotengenezwa 6 hapa ni vile ambavyo vitakuwa vinatumika kwenye meter gauge, kwenye reli yetu ya meter gauge ya kawaida. Hii reli ya meter gauge ni reli ambayo ilikuwepo kuanzia kipindi cha zamani sana wakati wa serikali ya kwanza, yenye urefu wa kilomita 2700. Kwa cha kwanza, kamati imefurahishwa, imepongeza, nimewatia moyo watendaji wakiongozwa na mtendaji mkuu ambaye ni Dr. Samia Suluhu Hassan. Lakini pili, kamati imeshauri na sisi tumepokea kwamba ni vyema tuendelee kutazama maslahi ya watumishi, kwa sababu hao ndio engine namba 1 ya maboresho na kazi zote tunategemea kuzifanya kwenye construction na hata kwenye ujenzi wa miradi, kwenye uunganishaji wa vichwa, lakini hata baadaye kwenye operation tunategemea watumishi.